السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ya December 2013 halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Abdul Aziz anasema kwamba katika hutuba ya Ijumaa iliyopita, kwa kupitia hutuba ya halifa mtukufu wa pili, nilikumbusha kuhusu kurekebisha vitendo vyetu na nilieleza matukio mbalimbali ya mifano ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mifano ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na mimi nilieleza kuhusu hulka ya kusema kweli, na nilieleza kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hulka njema kiasi gani, na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam mwenyewe pia alikuwa na hulka njema za aina gani. Kisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao pia kwa kufuata mifano ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa na hulka njema za aina gani. Kuhusu ukweli nilieleza kama ni mfano wa mema, lakini kwa hakika kila mema ambao Mwenyezi Mungu ametuamuru kufanya ule mema ni jukumu letu, na kujizuia katika maovu yote ambayo Mwenyezi Mungu ametuamuru tujizuie, tunalazimika kujizuia. Na tena si hii tu kwamba tujizuie, bali tunatakiwa tuichukie katika ule uovu. Sisi tutaitwa Waislamu hasa na tutaitwa wafuasi hasa wa imamu wa zama hizi wakati tutafanya mema na tutakuwa na hulka njema. Kwazo Mwenyezi Mungu ameamuru Muislamu hasa awe na hulka hizi, na hali kadhalika tuichukie sana uovu, kana kwamba mwaminio mkweli na hasa ni mwanadamu yule ambaye kwa kutafuta mema anafanya ule mema na anakimbia mbali na maovu, ndipo anaweza kufuata vitendo vizuri na kuwa na imani.
haitakiwi kwamba awe katikati ya maovu na imani kisha anafanya kwamba yeye ni mwaminio haswa. Katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilieleza kwamba sisi kwa itikadi tuna hoja madhubuti sana. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa ajili ya ukweli wa Islam na kwa ajili ya ukweli wa jumuiya ametupatia hoja na dalili thabiti na madhubuti, na kwa sababu ya hii kila wakati tunashinda juu ya maadui wetu. Ikiwa mdui kwa sababu ya ngumu wa moyo wake hakubali, ni shauri yake, lakini sisi tuna hoja ya aina hii kwamba waadui wa jumuiya hawawezi kukataa, na kwa sababu ya hali hii maadui hawataki kujadili na wanajumuiya. Katika Al-Hawar al-Mubashir ambayo ni kipindi cha Kiarabu, hata Wakristo wamekiri kwamba jumuiya Ahmadiyya ina hoja madhubuti sana. Vile vile sisi tuna dalili chungu mzima kuhusu ukweli wa jumuiya. Upande mmoja tunatoa hoja kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa Islam, na vile vile tunatoa hoja kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa jumuiya pia. Ikiwa wapinzani hawana tabia ya kukataa na hawana tabia ya kuleta shutuma dhidi za jumuiya na hawana tabia ya kueleza maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kinyume na hali yake ya kiasili, wao wanalazimika kukubali kwamba jumuiya ni kweli. Na upande mwingine maulamaa pia wanawachochea na wanashawishi wafuasi wao, na ndiyo maana wanatumia maneno machafu dhidi ya jumuiya Ahmadiyya. Basi ikiwa kuna swali la dalili na hoja, kila mara na kila wakati sisi tunashinda juu ya maadui na wapinzani wetu. Sisi ambao tunaendelea kusoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam na tunajaribu kuelewa vitabu vyake, basi hakuna anayeweza kusimama dhidi ya wale wanaosoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salam mwenyewe amesema kwamba ikiwa mkisoma vitabu vyangu mara moja, hakuna anayeweza kupambana nanyi. Lakini ikiwa tunapoona hali kuhusu vitendo na kuhusu hali ambayo Sayyidina alayhi salatu wasalam anataka kuleta ndani yetu, hali yake ikoje, kwa kuona ile hali basi tunakuwa na wasiwasi, na swali lina kuja kwamba je, kila moja kwa kupambana na maovu ya mazingira na jamii anashinda juu yake? Je, kwa kuona vitendo vya kila moja wetu watu wanaathirika na anajenga uhusiano naye na anapata athari, au sisi kwa kupata athari ya jamii tunaendelea kusahau mafundisho yetu na mila yetu na mafundisho yetu? Je, kila mmoja wetu kwa kujitahidi sana anarekebisha hali yake hivi kama Sayyidina alayhi salatu wasalam ametuamuru kwamba tunatakiwa turekebisha hali yetu? Na mafundisho yale yanatutaka kwamba je, sisi tumeshapata hali ile ya ukweli kiasi hiki kwamba hatusemi uongo hata kidogo wala hatudanganyi? Je, sisi
katika hali ya kukaa katika dunia hii na kufanya kazi katika dunia hii, je sisi tunazingatia akhira yetu pia au la? Je sisi kwa kweli tunatanguliza dini juu ya dunia au la? इंतहाई मुताअत होकर je sisi tunaichukia kila uovu na tunajitahidi मारने से बचने वाले और नाजायज kujisalimisha katika maovu haya? पंजगाना नमाज का je sisi tunajiepusha na hali ya kunyimwa haki za wengine? je sisi tunaswali swala 5 kila siku? खुदा ताला को इंकिसार से याद je sisi tunaendelea kufanya maombi kila wakati हर ऐसे बदरफी na tunamkumbuka mwenyezi mungu kwa unyenyekevu? पर बद असर डालता है छोड़ने वाले हैं? je क्या हम sisi बाप की खिदमत tunamwacha rafiki yetu ambaye anatuathiri vibaya नूरे मारूफ na analeta athari mbaya juu yetu? je sisi tunawaheshimu wazazi wetu na tunakubali amri zao? एहसान का सलूक करने वाले हैं? je sisi tunamtendea क्या mke wetu vizuri na tunawatendea vizuri jamaa zake pia au la? अदना अदना खैर से महरूम तो नहीं कर रहे? क्या हम अपने कुछ je sisi tunamtendea vizuri jirani yetu au tunanyima haki zake? दिल दूसरों के लिए je tunamsamehe mwenye makosa? क्या हर खामन je mioyo yetu हक अदा करने वाले हैं? imetakasika katika bughudha na husuda? वैद किसको सामने रख je sisi tunatimiza haki हालतों की तरफ ya amana? na je sisi kwa kuzingatia ahadi ya bayeti yetu tunachunguza hali zetu? तोहमतें लगाने और चुगली je hafla zetu, क्या हमारी ज्यादातर मजालिस je hafla zetu zipo safi katika kuwasengenya wengine na kuwalaumu wengine? je hafla zetu अगर इनका जवाब नफी में है zinamkumbuka mwenyezi mungu na mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam au la? ikiwa jibu lake ni katika hapana, katika la, basi katika hali hii sisi tupo mbali na mafundisho ya sayyidina alayhi salatu wassalam, na tunatakiwa katika hali hii tuwe na fikira ya hali yetu ya vitendo vyetu. Lakini kama jibu lake ni katika ndiyo, basi sisi ni wenye bahati nzuri ambao tumepata jibu lake katika ndiyo. लेकिन अगर हकीकत की आंख से हम देखें तो हमें यही yani kwa kuona hali ya vitendo vyetu tunatimiza haki ya bayeti yetu, lakini tukiona kwa jicho la kweli tunapata बातों का ख्याल नहीं jibu hili kwamba baadhi wakati kwa sababu ya athari ya mazingira wengine hawajali kuhusu mambo haya na maovu ya mazingira yanaingia ndani yetu au yanataka kuingia ndani yetu, na baadhi wakati tunashindwa kwa sababu ya hali hii. करते हैं Hazur anasema kwamba hakuna shaka ndani yake kwamba miongoni mwetu 99.99 wanadai kwamba tuna imani madhubuti sana na hakuna anayeweza kututeleza katika itikadi yetu na katika imani yetu, lakini मुआशरे tunatakiwa tukumbuke kila wakati आती हैं kwamba kasoro आती हैं ya vitendo vinapopata athari na mashambulio ya makosa ya jamii na mazingira, katika hali hii mizizi ya itikadi na imani pia inatetemeka. Shetani anashambulia polepole pole. तो खिलाफत से भी दूर Kwanza mtu anaanza kwenda mbali katika nidhamu ya jumuiya, kisha anaenda hatua moja mbele na anaenda mbali na nidhamu ya uhalifa. Basi tunatakiwa tukumbuke kwamba kasoro moja inazaa kasoro ingine, हम जानते हैं कि अहमदियत की खूबसूरती तो na hatimaye mtu anapoteza kila kitu. खिलाफत की लड़ी में परोया जाना
tunajua kwamba uzuri wa jumuiya ahmadhia ni katika kuungana na nidhamu ya jumuiya na katika nidhamu ya uhalifa, इसलिए हमेशा na hii ndiyo ni nguvu ya itikadi yetu na vile vile nguvu ya vitendo vyetu. जमात kwa hivyo को जो दिलाई जाती रहती है, kila mara kutoka kwa mahalifa wa kiahmadhia wanakumbushwa kuhusu कि वापसी का रास्ता मिलना मुश्किल, makosa mbalimbali, इस्तिग़फ़ार करते हुए isije mwanajumuiya aende mbali kiasi hiki kwamba कमजोरियों पर नजर रखता है, asiweze kurudi tena katika njia iliyonyoka. कोशिश करे। kwa hivyo अल्लाह ताला के एहसान mwaminio ni yule ambaye anazingatia makosa yake na anajitahidi kurekebisha ईद के hali yake, हालिया दौरे na analazimika akumbuke ihsani ya mwenyezi mungu aliyofanya juu yake. गैर जमात katika ziara yangu ya nchi za far east, जो सिंगापुर में wasiokuwa na jumuiya wa indonesia ambao walikuwa wataalamu sana walikutana nami katika reception ya singapore, ने इस बात का इजहार किया na kama nimeshawahi kueleza katika maelezo yangu ya ziara, wengi wao walikiri na walisema waziwazi kwamba maulamaa wetu wanatakiwa wamsikilize imamu wa jumuiya ahmadhia. रुए जमीन पर जमात Hazur anasema waliponiuliza swali moja, niliwaambia kwamba katika ardhi या इलाकाई ने siku hizi ni jumuiya ahmadhia pekee एक जमात के नाम ambayo ni si jumuiya ya taifa moja au ya nchi moja, bali ni jumuiya ya mataifa na ya nchi zote, na inajulikana kama ni jumuiya, na jumuiya hii ina nidhamu na imeungana na nidhamu na imamu moja. बस ये एक Watu kutoka katika mataifa yote na kutoka katika makabila yote wanapatikana katika jumuiya hii, na hii ndiyo ni dalili kubwa sana एक जमात होने की। ya आपने फरमाया था एक जमात होगी, ukweli wa bishara ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoa bishara kwamba itapatikana jumuiya moja itakayofuata njia iliyonyoka. फितरत जो है Na vile vile dalili hii ni dalili ya ukweli wa sainam alahi salatu wassalam pia. लेकिन इस दलील Wenye tabia nzuri kwa kusikia dalili hii, hoja hii, wanakaa kimya, wananyamaza अमली हाल, na wanafikiria kuhusu hoja hii, क्योंकि lakini kwa ajili ya ईमान पहले से ज्यादा kuendeleza dalili hii tunatakiwa tuendelee kuchunguza vitendo vyetu na amali zetu, kwa sababu katika zama hii shetani anashambulia zaidi. फैलाव है। Siku hizi hatari inayopatikana ni hatari ya maovu ya mazingira na ya jamii, बहुत बुराइयों को kisha कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। juu yake shida ni hii kwamba kwa jina la uhuru maovu kadhaa yanapewa ulinzi wa sheria ya nchi. मोहल्ले में या शहर की बुराई शहर Na zamani maovu yalikuwa kidogo, labda या ज्यादा से ज्यादा, uovu wa mtaa ulikuwa uovu wa mtaa, au uovu wa nchi ilikuwa uovu wa nchi, लेकिन आज au labda zaidi na zaidi nchi za jirani zilikuwa zikiathirika kidogo. Lakini siku hizi kuna urahisi wa safari, kuna tv na internet, na vile vile kuna mitambo ya kisasa. इंटरनेट के जरिए Kwa hivyo vitu hivi हजारों मीलों की vimefanya uovu huu kuwa uovu wa mataifa yote. बुराइयां और बुराइयां फैलाई जाती हैं। Kwa kupitia internet, kwa kuwasiliana, maovu yanaenezwa sana. ये हालतों की कमजोरी तो एक तरफ रही, Kwa kuwapoteza wasichana, si kwamba गुज़श्ता दिनों wanaharibu vitendo vyao, bali wanawapeleka mbali na dini pia. Hivi karibuni nilipata के taarifa moja kwamba katika pakistan na nchi zingine kwamba बाजारी बना दिए wasichana तौर पर शादियां की जाती kwa kuwadanganya हैं। kwa बैनुल अक़वामी है, jina la kuolewa au kuwaoa wanafanyiwa kuwa malaya na wanatumiwa kama ni malaya.
na hili ni kundi la kimataifa linalofanya kazi hii. Hii ndiyo ni hali inayosisimua na inayotetemesha mwili. vile vile vijana kwa kutumia hila mbalimbali, si upande wa imani na itikadi wanapotezwa, bali wanapotezwa vibaya. Kwa hiyo tunafanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu awasalimishe wanajumuiya wote katika uchofu huu. vile vile kila mwanajumuiya pia anatakiwa kwa kuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kujiepusha na hali hii na uchofu huu, wafanye jihadi. Hatukupigwa marufuku kwamba hatuwezi kupata faida kutoka katika mitambo ya kisasa, lakini kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba kwa kupata faida katika mitambo ya kisasa atakuwa msaidizi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam katika kusambaza ujumbe wa Islam badala ya kujiingiza katika maovu, na kwa kufanya hivi anaenda katika mikono ya maadui. Basi kwa ajili ya kila mwanajumuiya kuna nafasi ya kufikiria sana. Wazee wetu wanatakiwa wawe mfano ili vizazi vijacho viweze kusalimika katika mashambulio ya dunia. vile vile vijana pia wanatakiwa wajitahidi sana na wakakuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wajisalimishe na mashambulio ya maadui kutoka katika maadui ambayo yanashambulia kwa kutumia hila mbalimbali kwa jina la uadui. Mdui huyu anaingia katika nyumbani kwetu, anaathiri vijana wetu na vijana wanaathirika. Huzuri anasema kama niliyosema kwamba mahalifa waliendelea kutukumbusha kuhusu hali ya vitendo vyetu, na mimi pia kwa kupitia hutuba nakumbusha kuhusu hali ya vitendo, na kulingana na maagizo haya ninayotoa, idara mbalimbali za jumuiya na nidhamu ya jumuiya inaandaa mipango ya malezi ili tuweze kumsalimisha kila mwanajumuiya katika mashambulio haya ya mdui. Lakini kama kila mmoja wetu akizingatia hali ya vitendo vyake na anajitahidi kushinda dhidi ya mashambulio ya mdui, anasimama si kwa ajili ya kufuta fitina, bali anasimama kwa ajili ya kurekebisha hali pia, na kwa ajili ya kupata lengo hili anajenga uhusiano maalum na Mwenyezi Mungu. Katika hali hii sisi tutashinda dhidi ya mashambulio ya maadui, na vile vile upande mwingine tutarekebisha dunia yao na akhira yao pia. Na katika hali hii tutafuta na tutamaliza fitina ile ambayo inaleta athari mbaya juu ya vizazi vyetu pia, na hivi tutaweza kusalimisha vizazi vyetu. Sisi katika hali hii tutalinda amana yetu, na vile vile hali hii itaendelea kupatikana ndani ya vizazi vyetu, na hii silsila itaendelea mpaka siku ya Kiyama. Kwa sababu ya kurekebisha hali ya vitendo vyetu, njia za mahubiri zitaendelea kufunguka kwa ajili yetu. Halifa mtukufu anasema kwamba mitambo ya kisasa badala ya kusambaza maovu katika kila nchi na katika kila eneo itasababisha kusambaza jina la Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tukumbuke daima kwamba hatuwezi kufunga macho yetu kutoka katika uhakika, kwa sababu mataifa yanayorekebisha hali ya dunia na mataifa yanayoleta mapinduzi duniani yanazingatia makosa yao. Kwa kufunga macho tukisema kwamba kila kitu iko sawa, basi jambo hili
kuwa kizuizi katika kazi zetu. Tunatakiwa tuwe makini sana na tuchunguze hali zetu. Hatuwezi kukufurahi kwa sababu ya hali hii kwamba 50% wamesharekebika au kiasi fulani watu wamesharekebika, bali ikiwa sisi tunataka kuleta mapinduzi duniani, basi katika hali tunatakiwa malengo yetu yawe malengo ya 100%. Hapa nataka kusema hii pia kwamba ikiwa tunafaulu katika kurekebisha hali ya vitendo vyetu katika hali fitina yetu na ugomvi na kesi dhidi ya wengine na kuwapatia wengine hasara na kuwa na tamaa ya mali na kuangalia vipindi vibaya katika TV na katika mitambo ya kisasa, kuwa na tabia ya kuwafedhehesha wengine, haya yote yatakwisha. Upendo na mapenzi yatapatikana kiasi hiki kwamba katika dunia hii tutaona pepo. Huzur anasema haya ni makosa na ni maovu ambayo yanapatikana mara kwa mara katika jumuiya pia. Ndiyo maana nimeeleza kuhusu hii. Ikiwa sisi tunaanza kuelewa majukumu yetu, katika hali hii tutaitumikia dini kama ni fadhili za Mwenyezi Mungu. Kwa kusikia kauli yangu, mtu anaweza kusema kwamba sisi tunaitumikia dini kwa kama ni baraka za Mwenyezi Mungu, lakini viongozi 100% hawana tabia hii. Mimi napata taarifa kwa kusoma taarifa hizi, inaonekana kwamba viongozi wengine hawana subra na hawana tabia ya kujikimu. Ikiwa mtu amesema kwa maneno kwa sauti ya juu, basi wao wanaona kwamba wamefedheheshwa. Baadhi wakati wanakuwa na ghaira ya jina. Basi yule anayefanya kazi yoyote kwa kuwa na imani hii kwamba ni fadhili za Mwenyezi Mungu, basi anakuwa na subra sana, na katika hali hii anatanguliza heshima ya Mwenyezi Mungu kwa kusema al-izzatu lillah, na katika hali hii anakuwa mnyenyekevu zaidi. Basi tukichunguza kwa makini sana, itajulikana kwamba battar bano har ek se apne khayal mein, yani nyinyi muwe mbaya katika mawazo ya watu na sahihi haifuatwi. Mara kwa mara tabia ya kibri inapatikana na majivuno pia mara kwa mara yanapatikana. Sisi tunasikia raha katika ilham hii isemayo tariya jana rahe use pasand ai, na tunatoa mfano wake pia kwamba sisi tumefanya bayati ya yule mtu ambaye alipewa ufunuo kwamba tariya jana rahe use pasand ai, yani Mwenyezi Mungu amependa unyenyekevu wako, lakini hatuzingatii kwamba yeye aliwapatia wafuasi wake mafundisho haya kwamba ikiwa nyinyi mnajiunga nami, mnatakiwa nyinyi pia muwe na tabia hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba mimi nimekuja kwa ajili ya kuisha mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yetu ni hii kwamba hata mtumwa wake pia anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutumia maneno makali wakati wa kuzungumza nami hata mara moja. Na kisha kwa sababu ya hofu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja alipoanza kutetemeka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba usiogope, mimi si mfalme jabari, bali mimi ni mtoto wa mwanamke ambaye alikuwa akila nyama kavu. Hii ndiyo ni amali ambayo kila kiongozi anatakiwa afanye katika maisha yake, na kila mwenye madaraka anatakiwa awe na hali hii, na kila mwanajumuiya anatakiwa awe na hali hii. Basi ikiwa mtu anapewa nafasi ya kuitumikia jumuiya, anatakiwa akumbuke kila wakati kauli hii ya Sinama alayhi salatu wasalam kwamba मैं था गरीब बेकसो गुमनाम बेहुनर, yani mimi nilikuwa sijulikani,
basi ikiwa mtakapokuwa na hali hii ya kutokuwa na ujuzi na umahiri, katika hali hii mnaweza kuitumikia jumuiya vizuri, kisha labda mnaweza kutegemea kwamba mtaingia katika pepo wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa hali hii haipatikani, katika hali hii tunaweza kusema kwamba tupo sawa katika madai yetu kwamba tumepokea imamu wa dhama hii, lakini kwa kweli kwa vitendo vyetu sisi tunaitania madai yetu haya, na katika hali hii hatutapata hasara kwa sababu ya upinzani wa maadui, bali kwa sababu ya unafiki wetu tutapata fedheha, na kisha tutapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na Mungu atatukasirikia. Basi kila mmoja awe mwanajumuiya wa kawaida au kiongozi anayetumikia jumuiya anatakiwa achunguze hali ya vitendo vyake, na kwa kawaida kila mwanajumuiya anatakiwa achunguze hali yake na vitendo vyake, kwa sababu haki ya bayat haitimizwi kwa maneno au kwa madai tu, mpaka anafanya vitendo na anakuwa na nuru ya vitendo. Huzuri anasema basi sisi tunapotangaza kwamba Isa alayhi salatu wassalam amekwisha fariki, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyebaki nje katika mauti, ikiwa sisi tunatangaza kwamba katika utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaweza kutuma mtume na Mwenyezi Mungu anaweza kuongea naye, kwa sababu sifa zake zote zinaendelea hata mpaka leo. Na ikiwa sisi tunasema na tunadai kwamba Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam ni mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika utii wake amepata daraja ya kuwa nabii asiye na sheria mpya, na sisi tumempokea huyu nabii, ikiwa sisi tuna yakini hii kwamba Qur'ani tukufu ni sheria ya mwisho tangu karne 14 inaendelea kupatikana katika hali yake ya asili, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe alichukua dhamana ya kulinda sheria hii. Hakuna kitabu kingine chenye sheria kinachopatikana katika hali yake ya kiasili. Sisi tunapomwambia dunia hii kwamba nyinyi muendelee kupiga kelele kwamba Qur'ani haipatikani katika hali yake ya kiasili au iliandikwa karne kadhaa iliyopita, sisi tunathibitisha kwamba nyinyi ni waongo. Kama siku hizi katika vipindi vya TV dhidi ya Islam wanasema kwamba Qur'ani tukufu na auzubillah haikuteremka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali iliandikwa kama karne 6 au 7 kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku hizi jumuiya kwa kutoa challenge, kwa kutoa hoja, inaziba midomo yao na inavunja hoja zao, na hii ndiyo ni athari ya hoja zetu, kwamba yule aliyefanya kipindi kimoja katika TV dhidi ya Islam kwamba Qur'an tukufu si kitabu cha Mwenyezi Mungu, tulipomuita kwa ajili ya mjadala yeye alikataa kuja kwa ajili ya kujadili. Ilmradi sisi tunaposema kwamba Isa alayhi salatu wasalam amekwisha fariki, sisi tuna itikadi hii kwamba Mwenyezi Mungu amemtuma Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa mfano wa Isa alayhi salatu wasalam. Tuna imani kwamba Qur'ani tukufu iliyoteremka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inapatikana mpaka leo katika hali yake ya kiasili. Je, mambo haya yote yatatusaidia katika kutimiza malengo yetu? Majibu yake ni kwamba hapana, kwa sababu ikiwa baada ya kuthibitisha kifo cha Isa alayhi salatu wasalam kuja kwa Isa alayhi salatu wasalam iliyotabiriwa itakuwa katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kwa kuzingatia waakharina minhum lamma yalhaqu bihim hatuleti mabadiliko mazuri ndani yetu ambayo
patikana ndani ya masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hali hii kuwa na itikadi haitatupatia faida yoyote, wakati sisi tunapotangaza kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wasalam ni masihi yule yule, bishara yake ilitolewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu alikuwa akiongea na Sinam alayhi salatu wasalam. Katika hali hii tunalazimika athari ya mafundisho yake pia yapatikane ndani yetu. Pengine itikadi yetu haitaleta faida ikiwa sisi tuna imani kwamba Qur'an tukufu ililindwa na Mwenyezi Mungu, lakini amri za Qur'an tukufu ambazo ni muhimu kwa ajili ya maisha yetu hatufuati zile amri. Katika hali hii tukidai kwamba tunalinda Qur'an tukufu haitatufaa hata kidogo. Tangazo hili litatufaa wakati sisi tutafuata amri zote za Qur'ani tukufu katika maisha yetu. Basi itikadi hizi ambazo zinatudai kwamba tufanye vitendo vizuri, tunalazimika tufanye vile vitendo vizuri. Basi tumepewa jukumu kubwa sana la kurekebisha vitendo vyetu na tunalazimika kutimiza jukumu hili. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam anaandika sehemu moja kwamba kumbukeni, maneno hayatafaa mpaka nyinyi hamfanyi vitendo vizuri. Maneno hayafai kwa Mwenyezi Mungu. Kisha amesema Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba muendelee kupima imani yenu. Amali ni mapambo ya kidhahabu ya imani. Ikiwa amali si nzuri, basi imani pia haipatikani. Mwaminio anakuwa mwanadamu mzuri. Kama mwanadamu wa kawaida akipewa dhahabu ya kupamba, ile dhahabu inamfanya kuwa mtu mzuri. Vile vile vitendo vizuri vinamfanya mwaminio kuwa mzuri, lakini ikiwa yeye anafanya vitendo vizuri, basi yule si mtu mzuri. Imani inapatikana kwa kweli kweli ndani ya mwanadamu, basi anaanza kusikia ladha yake na jicho la maarifa yake linafunguka. Anaswali kama anapaswa kuswali, na anachukia maovu yote, na anachukia hafla mbaya. Heshima ya Mwenyezi Mungu na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moyo wake inakuwa shauku na jazba sana. Kisha alisema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na watu alisema kwamba sura Hud ilinifanyia kuwa mzee, kwa sababu katika sura hii mimi nimepewa jukumu kubwa sana kurekebisha hali ya mtu binafsi na kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Ikiwa hii ni kwa ajili ya mtu mwenyewe binafsi, labda anaweza kutimiza, lakini kuwafanya wengine pia wawe sawa na yeye, hii si kazi ndogo. Na kwa sababu ya hii heshima kubwa na shani kubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inajulikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitimizaje jukumu hili. Alitayarisha jumuiya ya masahaba wa aina hii kwamba waliitwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, na vile vile waliitwa radhiyallahu anhu wa razu anhu. Katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mnafiki hata mmoja aliyebaki katika Madina, ili mradi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata ufaulu ambao mfano wake haupatikani katika mtume mwingine yeyote. Lengo lake la Mwenyezi Mungu lilikuwa hivi kwamba mtu asitegemee maneno yake, kwa sababu ikiwa mtu anategemea maneno yake, katika hali hii kutakuwa tofauti gani baina yetu na baina ya wengine, na tutakuwa uzuri gani juu ya wengine au ubora gani juu ya wengine. Sinam alayhi salam anasema kwamba nyinyi muonyeshe mfano wenu mwema, na katika mfano wenu upatikane nuru. Kwa kuona ule nuru wengine wakubali mara moja. Hii ndiyo ni nasaha aliyotoa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na kwa sababu ikiwa nuru haipatikani ndani ya mfano, hakuna anayekubali ule mfano. Je, mtu anaweza kubali kitu kilichoharibika?
सफाई और चमक ना होगी ikiwa kuna nishani ya ndogo ya uchafu katika nguo haionekani nzuri. vile vile ikiwa nuru na mwanga haupatikani katika vitendo vyenu, hakuna atakayekubali vitendo vyenu. अल्लाह ताला हमें ikiwa hulka zenu si अपनाने वाला बनाए। nzuri, nyinyi hamwezi kupata daraja yoyote. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuiga na kupata hulka njema katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu alete mabadiliko mazuri ndani yetu, kwayo dunia iutike kwetu मुस्लिम अलैहिस्सलाम के मिशन के na njia zaidi za mahubiri zifunguke kwa ajili yetu, na tuweze kutimiza malengo ya kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Amin. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.